Hii ni ile ripoti kutoka kesi ambayo inamkabili rapper P Diddy kutokana na baadhi ya kesi ambazo zinaendelea kuripotiwa kwa hivi sasa kila kukicha mahakamani na vitu kama hivi hapo. Hii ni Habari Digital na make sure kwamba una subscribe kama bado hujawa mfuasi wa Habari Digital, lakini pia unatembelea mitandao yetu ya kijamii na una subscribe hapo chini kwenye maandishi ambayo imeandikwa subscribe. Mimi naitwa Manon, karibu sana tuweze kujoin pamoja kwenye entertainment update. Sasa mwanamuziki wa miondoko ya pop duniani ambaye ni Don Richard ameiambia mahakama leo ya kwamba alihofia usalama wa maisha yake baada ya Sean Diddy Combs kumtishia maisha iwapo angeripoti ya kwamba alimuona mkali huyo wa miondoko ya muziki wa hip hop akimshambulia mpenzi wake wa zamani Cassandra Venture. Richard ambaye ni mwanachama wa zamani wa kundi la muziki la Danit Kane ametoa ushahidi wakati wa kesi inayomkabili rapper P Diddy. Nilishtuka lakini pia niliogopa, Richard amewaambia majaji akieleza kuhofia usalama wa maisha yake na wanachama wa bendi yake ya muziki. Diddy alimtishia maisha mwanamuziki huyo wa miondoko ya pop siku moja baada ya yeye na kundi lake la muziki kumuona Diddy akimshambulia mpenzi wake wakati huo Cassandra Venture nyumbani kwake Los Angeles mnamo mwaka 2009 ilikuwa. So P Diddy mwenye umri wa miaka 55 amekanusha mashtaka matano ya uhalifu yakiwemo kupanga njama ya uhalifu, lakini pia usafirishaji haramu wa binadamu kwa njia kwa ajili ya ngono na usafirishaji kwa ajili ya ukahaba. Sasa bado kesi inaendelea kuwa nzito, lakini nje na hayo ambayo yameibuka, mengine pia ambayo yanadaiwa kwa sasa ambayo yanaendelea kutoka kwa rapa huyo ambaye anakabiliwa na kesi mfululu ni pamoja na hili. Sean Diddy Combs pia anadaiwa kutumia silaha aina ya nyundo kujaribu kuvunja nyumba ya mpenzi wake wa zamani baada ya kushambuliwa katika hoteli ya Intercontinental mnamo mwaka 2016. Mahakama ya New York imeeleza. Sasa video ya usalama ya bwana Combs ya kushambuliwa kwa mpenzi wake wakati huo ambaye ni Cassandra maarufu kama Cassie Venture imeonyeshwa mahakamani mara kadhaa katika kesi yake ya ulanguzi wa ngono. Rafiki mkubwa wa zamani wa B Venture ambaye ni Kerry Morgan Jumatatu alisimulia jinsi ambavyo bwana Combs alivyojaribu kubomoa nyumba ya Venture baada ya tukio hilo, na kaeleza kisa hicho ya kuwa ni cha uongo. Sasa Combs ambaye ana umri wa miaka 55 amekana mashtaka pia ya ulaghai, ulanguzi wa ngono na usafirishaji ili kujihusisha na ukahaba. Pia anaweza kukabiliwa na kifungo cha maisha jela ikiwa atapatikana na hatia. So mapya yanaendelea kuibuka by the way, na sisi bila kupoteza muda kupitia kituo chako bora kabisa cha kukupatia taarifa cha Habari Digital tutaendelea kukuwasilishia. Of course mimi naitwa Manoni na hii ni Habari Digital. Naendelea kukusisitiza tu ya kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, lakini pia kushirikisha taarifa zetu kwa ndugu jamaa na marafiki. Hadi wasaa mwingine naendelea kutufuatilia kupitia Habari Digital. Ciao.